wa tatu mwaka 2025 ni Dominika ya tatu ya Kwaresima ya mwaka C, mwaka wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 8a na aya ya 13 hadi ya 15. Zaburi inatoka sura ya 103 aya ya kwanza hadi ya 4, aya ya 6 hadi ya 8 na aya ya 11. Na somo la pili linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 10 aya ya kwanza hadi ya 6 na aya ya 10 hadi ya 12. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili ilivyoandikwa na Luka. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 9. Wakati ule walikuwapo watu waliompasha habari Yesu, habari ya Wagalilaya, wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, "Je, mwazani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote, hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambieni sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwazani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo." Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, "Tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mti huu nisipate kitu. Uukate, mbona hata nchi unaiharibu?" Akajibu akamwambia, "Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye ni vema, la usipozaa ndiyo ukate." Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu zangu, somo la kwanza linatuonyesha wito wa Musa na ufunuo wa Mungu. Katika somo hili tunamwona Musa akichunga kondoo wa Yethro, ambapo Mungu anamtokea katika kijiti kinachowaka moto lakini hakiteketei. Tunaona Mungu anamuita Musa kuwa kiongozi wa wana wa Israeli na kumtuma kwenda Misri kuwaokoa kutoka utumwani. Hapa tunajifunza kuwa Mungu humuita mtu kwa wakati wake na kwa njia zisizotarajiwa. Musa hakutarajia wito huo, lakini Mungu alimchagua kwa kusudi maalum. Mungu anasikia kilio cha watu wake na anakuja kuwaokoa. Anamwambia Musa kuwa nimeyaona mateso ya Waisraeli na nimekuja kuwaokoa. Ndugu zangu, hapa pia katika somo hili jina la Mungu linajidhihirisha asili yake ya umilele. Mungu anajitambulisha kama mimi niko ambaye niko, akionyesha uhai wake usiobadilika na uwezo wake wa milele. Hili linatufundisha kuwa Mungu hutuita kwa kazi maalum, anatenda kwa wakati wake, na jina lake linaonyesha uwepo wake wa milele katika maisha yetu. Pia katika somo hili la kwanza tunamwona Musa anaambiwa hapa ni mahali patakatifu, vua viatu vyako. Nasi ndugu, tunaalikwa kuvua viatu, na hapo viatu ni aina yote ya mizizi ya dhambi na dhambi zote zinazotuzuia kusimama mbele ya Mungu kwa uhuru na kwa moyo safi. Kiatu cha uchoyo, uzinzi, uasherati, ubinafsi, uchu wa madaraka
na kila aina ya uchafu inayotuzuia kuonana na Mungu, na tabia zote za uchafu tulizozing'ang'ania ambazo zimekita mizizi katika maisha yetu, tunaalikwa kuzivua na kuondokana nazo. Kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi kitakatifu, kipindi cha toba. Tunatakiwa kujisafisha kiroho, tuwe safi mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya watu wake, kwa maana yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Hivyo ni Mungu wa walio hai na si Mungu wa wafu. Nasi tujisafishe ili tuwe hai mbele zake, tuwe safi mbele ya Mwenyezi Mungu, tupate mastahili kusimama mbele yake. Kama mzaburi asemavyo, nafsi yangu umhimidi Bwana, na vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Ndugu, nasi nafsi zetu zinatakiwa kuwa safi ili tuweze kulihimidi jina la Mungu. Tunaalikwa kuwa safi ili tuweze kumsifu Mungu. Ndugu, somo la pili ambalo natoka waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto, hiyo sura ya 10 aya ya kwanza hadi ya 6 na aya ya 10 hadi ya 12, linatoa onyo kwa watu wa Mungu. Mtume Paulo anawakumbusha Wakorinto jinsi Waisraeli walivyopewa baraka za kipekee, kama vile walipitishwa katika bahari, walikula mana na kunywa kutoka mwamba wa kiroho. Lakini wengi wao waliangamia kwa sababu ya dhambi zao. Wapendwa, tunajifunza kuwa baraka za Mungu hazituhakikishii wokovu ikiwa hatumtii Mwenyezi Mungu. Waisraeli walikuwa na ulinzi wa Mungu, lakini bado walikosa kuingia katika nchi ya ahadi kwa sababu ya uasi wao. Wapendwa, dhambi huleta uharibifu, dhambi huleta maangamizi, dhambi huua uhai wa roho, dhambi huondoa neema ya utakaso. Kadhalika Paulo anatutahadharisha nasi pale anapowatahadharisha Wakorinto kuepuka dhambi kama vile tamaa mbaya, ibada ya sanamu na kunung'unika, ambazo ziliangamiza Waisraeli wengi jangwani. Hata nasi pia kuna wakati mambo yanakuwa ni mengi, tunatoka kwenye njia iliyo sahihi, tunaanza kutumikia miungu mingine, na hasa pale ambapo tunajikuta mahitaji yetu hatuyapati kwa wakati tunaotaka sisi, tunashindwa kutambua ya kwamba Mwenyezi Mungu anajibu kwa wakati wake unaofaa. Hivyo nasi leo tunaalikwa kuwa waangalifu na kujifunza kutokana na historia ya Waisraeli. Kwa hiyo anayejiona kuwa amesimama na angalie asianguke. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 aya ya 12. Hili ni onyo la kutotegemea ibada ya nje tu bila kumcha Mungu wa kweli. Sehemu ya maandiko matakatifu inatufundisha pia kwa njia ya historia ya wana wa Israeli. Tunaonywa kwetu wa Kristo wa leo, tukumbuke kuwa neema ya Mungu haimaanishi tu kuishi kwa uzembe wa kiroho, bali kwa sala, ibada ya kweli, matendo mema na uongofu wa dhati. Injili yetu inatupa wito wa kutubu na kuzaa matunda. Yesu anatumia mifano miwili: wa Galilaya waliouawa na Pilato na watu waliouawa na mnara wa Siloamu, kutufundisha kuwa msiba hauwatokei watu kwa sababu wao ni waovu zaidi ya wengine. Kisha anatoa mfano wa mtini usiozaa matunda, ambao mwenye shamba alitaka kuukata, lakini mtunza bustani akaomba upewe muda zaidi. Tunafundishwa kuwa sote tunahitaji kutubu. Yesu anasema, msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Luka sura ya 13 aya ya 5. Hakuna aliye bora zaidi ya mwingine mbele ya Mungu, bali tunapaswa kumrudia Mungu kila siku. Mungu hutupa muda wa neema, mfano wa mtini
au unaoonyesha kuwa Mungu anasubira nasi. Lakini tunapaswa kutumia muda huo kwa toba na matendo mema. Imani ya kweli huonekana kwa matendo, kama vile mtini ulivyotarajiwa kuzaa matunda. Kadhalika nasi wa Kristo tunapopewa nafasi ya Kwaresima kwa kipindi hiki, tunatarajiwa tuzae matunda mema ya kiroho. Wakristo wanapaswa kuonyesha toba yao kwa maisha yaliyojaa matendo mema. Na mwinjili Luka anazidi kutufundisha kuwa toba ya kweli ni muhimu, na Mungu anatupa fursa ya kujirekebisha maisha yetu kabla ya hukumu yake haijaja. Hivyo ndugu zangu, kutubu kunahitaji neema ya Mungu. Lazima tusali na kuomba, tutambue udhaifu wetu na hitaji letu la kusaidiwa na neema ya Mungu ili kuachana na dhambi na kumrudia Mungu. Mungu hapendi dhambi, ndio maana anatoa adhabu. Lakini anatupenda sisi wa dhambi, ndio maana atatusaidia tuachane na dhambi kabla ya hasira yake haijatufika. Ndugu zangu, maandiko aliyotupatia mama kanisa siku ya leo yanatufundisha kuwa Mungu anatujua, anayasikia mateso yetu kama alivyowasikia wana wa Israeli. Ndugu, usizani ya kuwa Mungu haoni mateso yako, bali anangoja umuite, naye atakutetea. Vivyo hivyo muite Mungu kwa maombi, kwa sala, kwa maisha ya fadhila na matendo mema, naye atakusikiliza na atakujibu kwa wakati, na anatuita kutenda mapenzi yake. Vile ndugu, tunaonywa dhidi ya kuishi maisha ya dhambi na kukosa kujifunza kutokana na historia ya wana wa Israeli. Hatimaye tunapaswa kuishi maisha ya toba, tukibadilika kwa matendo mema. Mungu mwenye huruma, lakini tunatambua kwamba Mungu Mwenyezi ni mwenye huruma, lakini hatupaswi kuupuza wito wake wa kutubu na kuzaa matunda mema ya kiroho. Hivyo basi, tujifunze kwa Mtakatifu Francisco wa Asizi, yeye ambaye amesema, Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako. Palipo na ugomvi nilete upendo, ambapo hapana amani nilete amani. Hivyo ndugu zangu, basi katika kipindi hiki cha Kwaresima, Bwana atusamehe na maovu yote, atuponye na magonjwa yote, aukomboe uhai wako na kaburi, na akutie taji ya fadhila na rehema. Tafakari hii imeletwa kwenu na Frateri Yohana Daudi Mabura Jolijo wa Jimbo la Mahenge kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kiparapara, Jimbo Kuu Katoliki Tabora, Tanzania, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili. Tumsifu Yesu Kristo.